Ikiwa tunafahamu kwamba mnyama mkali Simba anakwenda katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Esperance de Tunis, ni mechi muhimu na umuhimu wake unafahamika. Sisi tumeshaongea sana kuhusu mchezo huo, lakini pia nyinyi pia wenyewe mnafahamu juu ya ukubwa na uzito wa huu mchezo, lakini kumekuwa na maswali ya watu wanauliza maswali katika eneo la wachezaji, hususan wachezaji wapya ambao wamesajiliwa na Simba. Watu wanataka kujua kwamba wachezaji hawa wanaweza kucheza mechi za CAF au mazingira yako vipi, lakini jambo liko hivi. Simba ilikuwa na wachezaji wengi wa kigeni kwa maana ya zaidi ya 12 baada ya kusajili baadhi ya maingizo mapya, lakini ilikuwa tayari na hesabu zao wameshazifanya. Kulikuwa kuna wachezaji ambao wataondoka kikosini na mbadala wao ilikuwa wameshawapata tayari. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wametoka kwa mkopo. Hapa nazungumzia wa kigeni tu, wametoka kwa mkopo. Wachezaji kama Joshua Mutale Budo ameondoka kwa mkopo, Shamu Karabwe ameondoka kwa mkopo ndani ya TRA United, lakini kuna wachezaji ambao wamefanya biashara, wamewauza, the like of Steven Dese Mokwala amekwenda Libya, pamoja na Jean Charles Ahwa amekwenda Algeria. Hao ni wachezaji ambao wamewauza moja kwa moja, lakini kuna wachezaji ambao wametolewa katika mfumo kufuatia majeraha. Kwa hiyo wamewatoa katika mfumo, maanake hawaonekani kama ni wachezaji wa Simba kupitia mfumo, hawaruhusiwi kucheza kwa lugha nyepesi. Na wachezaji hao, Mohamed Bajaber ametolewa kwenye mfumo, maanake usitarajie kumwona Mohamed Bajaber akicheza kwenye michuano ya kimataifa. Lakini pia ndani pia Musa Pinpin Kamara usitarajie kumuona akicheza michuano ya kimataifa hata ndani, na mibadala kwa maana wachezaji wapya wengine wameingia kwenye kikosi. Wachezaji wote wa kigeni ambao wamesomeka kwenye kikosi cha Simba basi watakwenda kucheza mechi hii dhidi ya Esperance. Hapo kwenye swali la watu wengi, mchezaji kama Anicet Ura, huyu yumo anacheza, maanake kocha kama ataamua kumtumia katika mchezo dhidi ya Esperance de Tunis, basi Anicet Ura anaruhusiwa kucheza. Lakini Jospin Ino Loemba, mchezaji mpya huyo pia ambao wamemsajili kutoka Cameroon, raia wa Jamhuri ya Kongo, mwenyewe pia anakidhi vigezo vya kucheza. Maana yake kama kocha Steve Barker ataamua kumtumia katika mchezo huu dhidi ya Esperance, basi anastahili kucheza na anaruhusiwa kucheza. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu, wachezaji wote wa Simba wa kigeni ambao wapo katika usajili wote wanaruhusiwa kucheza, ukiachana na hao baadhi ambao nimewataja hapa, kama wachezaji 6 hivi ambao wenyewe hawapo: Musa Kamara, Mohamed Bajaber, Jean Charles Ahwa, Steven Dese Mokwala, Joshua Mutale na Shamu Karabwe. Hao wachezaji takriban 6 hao bwana hawatakuwepo. Yes, kwa kesi hizo 3 tofauti ambao nimezungumzia, wawili wameuzwa, wawili wametolewa kwa mkopo na wawili wametolewa kwenye mfumo wa kuweza kucheza mashindano haya. Kwa hiyo ukae ukiwa unajua jambo hilo. Mechi yenyewe inakwenda kuchezwa siku ya Jumapili. Yes, siku ya Jumapili ndani ya uwanja wa Mkapa pale Dar es Salaam ndiko ambako inakwenda kuchezwa. Ni mechi muhimu, ni mechi hapana shaka itakuwa ni nzuri sana kwa sababu ya uhitaji wa alama kwa wote wawili. Simba anahitaji alama ya ushindi kwa mazingira yoyote yale, ili aweze kujiweka katika mazingira mazuri ya kufufua matumaini ya kufanya vizuri. Lakini Esperance pia hawaji huku kutafuta sare, wanakuja pia kutafuta ushindi, kwa sababu nafasi yao pia sio nzuri sana na hawajui mechi ya Stade Malien dhidi ya Petros Atletico de Luanda itakuwa na matokeo gani. Kwa hiyo mechi ya Simba na Esperance ni mechi muhimu kwa timu zote mbili na itakuwa mechi ngumu by any means. So kikubwa ni Simba kuheshimu Esperance, mashabiki kujitokeza kwa wingi uwanjani kwenda kuitia nguvu, kuitia hamasa timu yao ili iweze kufanya vizuri. Lakini mbali na hapo ni kuitafutia lawama
Simba. Steve Barker unaona anajitahidi kuitengeneza Simba imara. Kuna maboresho ambayo anayafanya kikosini, anaingiza nyota wapya, na tunaiona Simba at least sasa hivi inaanza kurudisha image tofauti. Wachezaji wanaanza kupata commitment, wanajituma uwanjani, wanajitoa uwanjani kwa sababu mbalimbali, ikiwemo ingizo la kocha mpya. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Steve Barker anaifanya kazi yake vizuri. Tunasubiri kuona mpango kazi wake huu wa kipindi chote cha wakati huu kuelekea mchezo dhidi ya Esperance, kitu gani ambacho anawaandalia wana Simba kwa ajili ya mchezo huo dhidi ya Esperance de Tunis almaarufu kama Ataraj, mabingwa mara 4 wa ligi ya mabingwa Afrika. Mambo yatakuwa vipi Jumapili? Majibu yote tutayapata. Sasa wewe unaonaje? Unamuona mnyama Simba akaenda kuchukua alama 3 kwa Esperance de Tunis, au unaona haiwezekani? Matokeo nafikiri yatakuwa ya namna gani? Basi weka comment kwenye comment section bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.